utukufu mkubwa kwa Mungu aliye hai. Ndio. Nendeni mkafanye kazi ya Injili. Sasa changamoto ni nini? Changamoto ni kwamba leo kanisa linajengwa katika misingi ya kufa na kuzikana, wala sio katika misingi ya upendo wa Mungu. Kwa sababu upendo wa Mungu anaoutaja yeye sio katika namna ya kuweza tu kuwapa watu mikate, isipokuwa ni zaidi ya kuwapa watu mikate, kuwapa watu maisha ambao hawana maisha. Madhehebu yenye uamsho yanapokuwa sana na kuwa makubwa sana, tayari wao wanafika mahali yanajitengenezea misingi yao. Wanapotengeneza misingi yao, moja taratibu wanaanza kumwacha Mungu. Walikuwa ni watu wenye kujaa nguvu za Mungu na wanasifika katika kunena kwa lugha na kutumiwa na Mungu katika mafunuo na uongozi wa ajabu wa nguvu za Mungu. Lakini wanapokuwa wakubwa sana, wanakuwa wakubwa sana, wanafika mahali wanasahau kumsikiliza Bwana, wanaanza kujitengenezea misingi ambayo haina mizizi yake kwenye neno la Mungu. Endeni mkawaulize wale watu walioipokea Injili hapa duniani, dhehebu lililopokea Injili, dhehebu la kwanza, dhehebu la mababa, Mungu aliondokaje kwenye hilo dhehebu? Ni kwa sababu waliweka taratibu sana, badala ya kumwacha Mungu Roho Mtakatifu afanye kazi katika kuwahudumia watu. Kwa hiyo kanisa la Kristo ni lazima lisimame, na kanisa la Kristo sio wengi. Kanisa la Yesu Kristo ni wachache. Ni wachache kwa maana gani? Kanisa la Yesu Kristo ni watu ambao wamekubali kutembea katika misingi ya Bwana, na lengo lao ikiwa ni kuwavuta watu wengi waende kwa Yesu. Ndio lengo la kanisa, sio kitu kingine, sio heshima, sio heshima. Sisi wa Pentekoste, tofauti yetu na dini zingine, sisi Mungu wetu anajipigania. Dini zingine Mungu wao anapiganiwa na waamini, lakini ya kwetu Mungu wetu anajipigania. Jamani, amina. Wala hatuhitaji kutumia misuli mikubwa ili kuhakikisha kwamba Mungu wetu anabaki kuwa Mungu, maana yeye anajitosheleza. Na ndio maana Yesu Kristo walipokuja wanafunzi wake wanamwambia, Bwana, tumemwona mtu fulani anatoa pepo kwa jina lako ila hafuatani na sisi. Yesu aliwaambiaje? Walisema tukamzuia. Yesu aliwaambia, msimzuie, mwache. Yaani maana yake nini? Injili yangu mimi haipiganiwi kwa misuli. Kuna mtu mwingine alianza kung'ang'ana, wakaanza kumpinga na kumzuia. Yesu pia aliwazuia, akamwambia hapana. Siku moja Yesu Kristo wakati wale Mafarisayo wanawapinga wanafunzi wa Yesu na kuwakemea. Wewe mswahili. Aliinuka mtu mmoja anaitwa Nikodemo. Akawaambia, jamani sikilizeni. Huyu Yesu mnayemuona huyu, wala msihangaike naye. Na hao wanafunzi wake wakati wamekamatwa, sasa hizo ameshapaa. Wale wanafunzi walikamatwa, wakatishwa, wakapigwa, lakini waliinuka watu wenye hekima. Wale watu wenye hekima, mtu mmoja akasema hivi, wala msishindane na hawa watu. Anasema kuna mtu fulani aliinuka anaitwa Yuda, na yeye alijikusanyia watu kadha wa kadha, akijiaminisha kwamba yeye akaanzisha dhehebu lake, anaitwa Yuda. Akasema tena kuna mwingine tena aliibuka mahali, lakini hao walikwenda kupotea. Na hao kama hawajatoka kwa Bwana, na wenyewe watapotea. Jamani, haleluya. Amen. Kwa hiyo akasema msishindane, msije mkaonekana mnashindana na agizo la Bwana. Kwa hiyo mara zote Mungu hatuwezi kumweka kwenye kikombe chetu akajaa. Mungu siku zote yuko juu ya fikira na njia zetu. Mara zote Mungu atawatumia watu wake kulingana na wanavyomwamini na wanavyomjua Mungu wao. Na Biblia inasema wazi kwamba wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na watatenda mambo makuu, sio mambo ya kawaida.
Ndio maana kanisa siku zote, kama kanisa tukiendelea kuponya kama wanavyoponya wengine, tukiombea kama wanavyoombea wengine, basi hilo kanisa la Yesu Kristo limefilisika. Limefilisika. Siku zote Mungu ni Mungu wa maajabu. Siku zote Mungu ni Mungu wa mambo mapya. Siku zote Mungu ni Mungu wa tofauti. Ndio. Mungu ataponya watu kwa njia anazozijua yeye. Siku moja Musa amechukia, amekasirika, akatafuta jambo jipya. Akasema hawa watu Baba, kama watakufa kifo cha kawaida, basi mimi sikuitwa na Bwana. Sasa kama Musa yeye mwenyewe aliweza kusema hivyo katika utumishi wake, mimi naweza na mimi nikasema jambo lolote katika utumishi wangu wakati namtumikia Mungu. Wala hakuna Farisayo yoyote wala Sadukayo anayeweza kunihoji kwa nini unaponya watu kwa njia hii. Nimeipata mwenyewe kutoka kwa Bwana, usiniulize. Tafuta na wewe kwa Bwana akupe na wewe. Halo. Jamani, haleluya. Akasema hawa watu kama watakufa kifo cha kawaida, basi mimi sio mtumishi wa Bwana. Sasa kwa nini unataka kila siku tuponye kwa kawaida? Tuimbe kawaida, tuhubiri kawaida? Kuna nyakati zingine wala hatutahubiri, ila Roho wa Bwana atasimama kwenye huduma mwenyewe, atasimama. Kuna wakati mwingine utaenda kuombea wagonjwa, unataka kuweka mkono, tayari Bwana anakuambia hapana, mpulize tu huyu. Unampuliza kwa pumzi inayotoka kwenye kinywa cha mtumishi wa Bwana, na yule mtu anainuka. Haleluya. Kuna wakati mwingine utafika kwa mgonjwa, au unataka kuweka mkono, Bwana anakuambia hapana, vua koti lako. Unavua koti, unamfunika. Unapoondoa koti, na yule mgonjwa anainuka, anaanza kutembea. Huyo ndiye Mungu Roho Mtakatifu anayefanya kazi. Yeye hajawahi kuwa wa kanuni na analojia. Yeye kila siku ni mpya. Mambo ya Bwana kila siku ni mapya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Bwana atainua watu wa vipawa mbalimbali, na wale watu wa dini watatamka majina yao, na tutawapa majina mbalimbali, kila mtu kwa jina lake. Alikuwa kwa mtu mmoja anaitwa Wigglesworth. Wigglesworth alikuwa anatamka, akianza kuomba anaongea tu kitu, watu wanapona, watu wanafunguliwa. Baadaye serikali ikampinga, ikamwambia, kwanza alikuwa anaweka mikono watu, wakiwekea mikono watu wanapona, mpaka serikali na dini ikasema hapana, usiwe unawekea watu mikono, maana una dawa kwenye mikono. Wigglesworth akabadilisha, akawa anawaambia Wakristo wenyewe, jiwekee mikono hapo. Hiyo ndio ilitoka kwa Wigglesworth, kujiwekea mikono. Zamani haikuwepo. Zamani ilikuwa watu wanawekewa mikono na wale wanaoombea. Hii ya kujiwekea mkono ilitokea kwa Wigglesworth, mtu aliyefufua watu zaidi ya 200 na kitu kutoka kwa wafu. Serikali ilipoona anawekeaga watu mikono, wakapigwa marufuku. Akaambiwa ni marufuku kuwekea watu mkono, maana hatujui kwenye mikono yako unawekaga nini. Haiwezekani unamwekea mkono tu mtu anapona, unamwekea mtu mkono anaanguka. Hapana, huo ni uchawi. Akasema sasa, akabadilisha, weka mkono wako mahali unapoumwa. Ndio ilianzia hapa. Ukiweka mkono anaomba, watu wanagalagala kama kawaida tu. Watu wanapona kama kawaida tu. Watu wanapona. Jamani, haleluya. Mungu wetu hana kanuni, ila ataweza kumtumia kila mtu sawasawa na Mungu mwenyewe anavyotaka. Twendeni tukafanye kazi ya Bwana, tutimize wito wetu ambao Mungu ametupa. Tunaishi kwa wakati na tutaondoka duniani kwa majira yetu. Kila mtu atimize shauri lake na Bwana aliyoliweka moyoni mwake. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Wala usiogope kusikiliza sauti ya Bwana kwa ajili ya mapokeo ya dhehebu na dini yako. Wewe msikilize Bwana zaidi kuliko kusikiliza mapokeo ya aina yoyote. Siku zote mapokeo yameacha mapenzi ya Mungu, yameanza kutekeleza mapenzi ya wanadamu. Halo. Peni Yesu Kristo makofi. Ninaongea kuhusiana na wito. Wito haupingwi. Kuna mtu mmoja anaitwa Martin Luther, alikuwa ni padri wa dini, lakini aliitwa na Bwana kwa ajili ya shauri la Bwana. Mpaka wanamnyonga na kumuua, alikuwa bado na msimamo wake. Huwezi ukaupinga wito. Hakuna serikali
Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mwenye wito ana mzigo, ana kitu ndani kinamsumbua, anaitwa Musa. Alizaliwa katika ikulu ya Farao, lakini hakuona kule kuitwa mwana wa binti Farao ni kitu cha kushikamana nacho. Musa akakataa, akasema hapana, mimi nitakaa pamoja na wale Waebrania wanaofanya kazi ya kufyatua matofali kule. Nini kinamsumbua? Wito ndani yake. Akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Hakujua hili wala hili, akakimbia miaka 40. Lakini kule kule porini Mungu akamtokea, akamwambia nataka uende ukanitumikie. Na Mungu akaanza kumshangaza mambo ambayo alikuwa hajawahi kuyaona, akaanza kumuonyesha. Cha kwanza akaona kijiti kinawaka moto nacho akiteketee. Akasema, ni nini maono haya makuu? Nitageuka niyaone haya maono. Alipogeuka ndipo anaisikia sauti ya Mungu inamwambia, vua viatu vyako, maana mahali uliposimama ni nchi takatifu. Alipovua viatu vyake ndipo Bwana akamwambia, mimi ninaitwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Lakini kwa jina langu Jehova sikujulikana. Kuna majina ambayo Mungu anayo, kuna matendo ambayo Mungu anayo, sisi hatujawahi kuyajua. Kuna miujiza ambayo Mungu ameshahifadhi, sisi hatujawahi kujua. Halo. Lakini wale watu wanaomcha Bwana, Mungu anaweza kuwafungulia siri zake na akawatumia katika viwango vile ambavyo hakuna mtumishi aliwahi kutumiwa wakati wote. Watu waliobaki na dhehebu watasema ni mashetani, watasema ni mapepo, lakini Mungu anajitukuza mwenyewe. Anasema ni mimi ambaye nimenyosha mkono wangu kwa ajili ya jina lake. Ilikuwa haijawahi kutokea mtu akatupa chini fimbo yake, ile fimbo ikabadilika kuwa nyoka. Ilikuwa haijawahi kutokea. Ilikuwa haijawahi kutokea fimbo ulioikata miaka 20 iliyopita, halafu kaishika mkononi ikaanza kuchipua majani kwenye mkono. Ilikuwa haijawahi kutokea fimbo umeikata, haiko kwenye ardhi, iko kwenye mkono, halafu inaanza kutoa majani. Huyo ndiye Mungu anayemtumikia mimi. Huyo ndiye Mungu wa mambo mapya. Jamani, haleluya. Huyo Mungu wa mambo mapya atembee na wewe katika njia zako, atembee na wewe katika biashara zako, atembee. Huyo Mungu atembee kwa jina la Yesu. Haleluya. Haijalishi jirani zako wanakuelewa, wapendwa wenzako wanakuelewa, watu wa dini yako wanakuelewa au hawakuelewi, usijali sana. Ili mradi yeye Baba anakuelewa, anajua ni mwanangu huyu. Ndio Mafarisayo wanaongea, wanasema ana pepo, huyo ni mlevi, lakini kwenye mlima wa mgeuko Mungu anasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye, msikilizeni yeye, msikilizeni yeye. Wakati Mafarisayo wanamlalamikia, wakati Mafarisayo wanamzomea, wakati Mafarisayo wanampinga, Mungu mbinguni anasema ni mwanangu mpendwa, ni mwanangu mpendwa, ni mwanangu mpendwa. Wanasema hivyo kwa ajili ya maisha yako. Wakati unaponya watu, aseme hivyo kwa ajili ya huduma yako. Wakati unamvua watu, aseme hivyo. Wakati wanasema unatumia uchawi kwa ajili ya Injili, unatumia uchawi kuponya, mbingu zinasema ni mwanangu mpendwa. Wakati wanasema sisi hatuendaki hivyo, Upentekoste hauende hivyo, hiyo ni mashetani, mbingu zinasema ni mwanangu mpendwa, ni mwanangu mpendwa, ni mwanangu mpendwa. Msikilizeni yeye. Mpende Mungu makofi ya sifa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza kuhusiana na wito mkuu. Sema wito mkuu. Yes, wito mkuu umebeba uweza. Wito mkuu umebeba mamlaka ya Mungu. Wito mkuu umebeba maajabu. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Wito mkuu. Ramashaka. Shando kusakapa. Riteri mashando lo mosebo sapaide. Rita mamasaka pakaide yata. Huyo ndiye Bwana wa majeshi. Soma hicho kitabu cha Samueli wa kwanza
sura ile ya 10 mstari wa 6 na wa 7. Soma kwa sauti. Mstari wa 6 na wa 7, Biblia inasema na roho ya Bwana itakujilia, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja naye, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Endelea. Basi hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vyema, kwa kuwa Bwana yu pamoja nawe. Pigia Yesu Kristo makofi. Anasema hivi, Roho wa Bwana atakujilia juu yako. Kwa nini? Kwa nguvu. Halafu akishakuja Roho wa Bwana juu yako kwa nguvu, anasema utageuzwa na kuwa mtu nini? Mungu hafanyi miujiza na watu wa kawaida. Mungu hafanyi kazi na watu wanaozoeleka. Mungu anataka atubadilishe tuwe watu wengine. Anafanya kazi na watu wengine. Kwa hiyo lazima uondolewe kuwa mtu wa kawaida. Ndio maana Samsoni hakuwa wa kawaida. Delila anamwambia, unawezaje kuondolewa nguvu zako ili uwe wa kawaida kama watu wengine? Na hapo tumepata tunasikia na Biblia inasema kwamba Roho wa Bwana atakapokuja juu yako utaanza kutabiri. Wakati unatabiri utageuzwa, akili yako itageuzwa, mawazo yako yatageuzwa, namna yako ya mwenendo inageuzwa. Wao wanakuona ni msukumo wa kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni mtu mwingine. Wale wanakuona, wanajua tulisoma naye, wanajua tunajua kijijini kwake, lakini kwenye maisha ya ulimwengu wa roho wewe ni mtu mwingine. Halo. Alafu anasema ishara hizo zitakapotimia, fanya lolote uonalo kuwa jema, maana Mungu yuko pamoja. Ishara gani? Yule Roho atakapokuja juu yako. Fanya lolote. Hajasema soma yaliyoandikwa kwenye Biblia ndio ufanye. Hapana. Msimfanye Mungu kuwa mdoli. Ndio maana kitabu cha Matendo ya Mitume hakijakoma. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaandikwa mpaka leo. Hapo umeandika kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Wakorinto. Unaweza kuandika waraka wa Andrew mtume kwa Watanzania. Maana hakijafungwa. Ndio. Halo. Kwa hiyo Roho yule aliyefanya kazi na Paulo ndio anafanya kazi na kanisa la leo. Roho yule aliyefanya kazi na kina Apollo ndiye anayefanya kazi na kanisa la leo. Roho yule aliyefanya kazi na Yesu Kristo ndiye anayefanya kazi pamoja na sisi. Lazima tuvuke mipaka ya dhehebu, twende kwenye mipaka ya Roho Mtakatifu. Tutembee na Roho Mtakatifu, tuishi na Roho Mtakatifu, tumsikilize yeye. Biblia inasema huyo Roho wa kweli ambaye Baba atamleta kwenu atawafundisha yote, atawakumbusha yote, hata mambo yajayo atawapasha habari. Hajasema tutafundishwa chuo cha Biblia peke yake. Anasema chuo cha Biblia tunaweza tukakipata, ndio, kwa sababu alienda Uarabuni akakaa miaka 3, lakini haikutosha. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri maskini habari njema, niwatangazie wafungwa habari za kufunguliwa kwao, na vipofu wapate kuona tena, nitangaze mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Hii ni saa ya miujiza na maajabu katika nchi